kutembea na kanuni. Mkiambiwa mkae mkae, mkiambiwa msimame msimame. Kanuni leo hakuna kupelekwa ovyo ovyo. Swala la leo sasa ninakusikiliza tu kiranja nasemaje. Naomba ninyi mabesti mkae pale nyuma ili tuendelee na ibada. Wale wenye vitabu vya sala ukurasa wa 164. Wapenzi, tumekusanyika hapa machoni pa Mungu na mbele ya mkutano huu ili tuwaunganishe mwanaume huyu na mwanamke huyu katika ndoa takatifu, ambayo ndio hali iliyo na heshima iliyoamriwa na Mungu wakati watu walipokuwa hawana hatia, ikitupa mfano wa kuamana kwa Kristo na kanisa lake. Hali hiyo takatifu Kristo aliheshimu kwa kwako yeye mwenyewe kule Galilaya, na kwa ishara yake ya kwanza alifanya huko. Tena hali hiyo imesifiwa na Paulo mtakatifu kuwa ina heshima kwa watu wote. Kwa sababu hizo basi watu wasiingie bila kufikiri wala kwa haraka kwa kusudi la kutimiza hisia za mwili tu, ila waingie kwa heshima na kwa busara na kwa shauri na kwa makini na kwa kumcha Mungu. Katika hali hiyo takatifu watu hawa, yani Chiza na Edita, wamekuja waungamanishwe. Basi akiwapo mtu yoyote miongoni mwenu aweze kuonyesha sababu watu hawa wasiungane kwa halali katika ndoa takatifu, na wasihi aseme sasa, au anyamaze kabisa tokea leo. Naomba kukae tusubiri mtu atakayeniletea hoja. DJ, tupe wimbo wakati tunasubiri mtu anayetuletea hoja. Jamani, makofi na vigeregere. Hawa watu hawana kesi, hawashutumiwi na mtu yoyote, maana nimesubiri tu anayeleta zuio hakutokea hata mmoja. Na kuonyeni na kutakieni ninyi wawili, mmoja wenu akijua zuio lote la kuwazuia msungamanishwe kwa hali katika ndoa aseme sasa. Kwani jueni ya hakika ya kwamba wote walioungana kwa jinsi zilivyoamriwa na neno la Mungu hawaunganishwi na Mungu, wala ndoa yao sio halali. Edita, yawezekana amekulazimisha. Huu ni wakati wa uwazi na ukweli. Kama umelazimishwa, dada, ndoa sio mchezo. Naomba unithibitishie kwamba je, unakubali kiroho safi ufunge ndoa na huyu kulaza Chiza? Makofi na vigelegele. Hata mimi ningekuwa Chiza ningeweza kufurahi kwa sauti yenyewe ndio anakubali. Haleluya. Lakini pia hata wewe Chiza, yawezekana wazazi ndio wamekubambikizia. Brother, usinunue mbuzi kwenye gunia. Leo ni leo, kusema kesho ni mwongo. Naomba nikuulize, hivi ni kweli kabisa umekubali kwa hali kabisa kufunga ndoa na kudada yetu? Ndio.
wa upande wa mwanaume uje uchukue kitabu hiki. Tafuta hiki hapa. Kufungua ukurasa wa 165. Mpe mtakupokea maji. Ufungue ukurasa wa 165. Ukurasa wa 165. Rubric ya 5 kule mwisho kabisa kule. Ukurasa wa 165. Rubric ya mwisho kuna dash. Unaweza ukampa akasoma, ukamsogelea hapo akasikia ninavyosoma. Chiza, utamchukua mwanamke huyu kuwa mke wako wa ndoa, mkae pamoja kama ilivyoamriwa na Mungu. Katika hali hiyo takatifu utampenda, utamtia moyo, utamheshimu na kutunza wakati wa ugonjwa na wakati wa uzima. Utamshirikisha mali yako yote ya duniani, na ukiacha wengine wote utakaa na huyu Edita peke yake tu, maana munaishi wote wawili. Ndivyo nitakavyofanya. Makofi na vigelegele. Hebu kupembezi wa huyo dada naye tu. Nataka kumpa maswali huyo dada. Hapo pako rubric ya 6. Rubric ya 6 mnaiona hapo. Edita, utamchukua mwanamume huyu kuwa mume wako wa ndoa, mkae pamoja kama ilivyoamriwa na Mungu. Katika hali hiyo takatifu utampenda, utamtia moyo, utamheshimu na kumtunza wakati wa ugonjwa na wakati wa uzima. Utamshirikisha mali yako yote ya duniani, na ukiacha wengine wote waliokuwa wanapita mbele yako, utakaa na huyu peke yake tu. Chiza, maana mnaishi wote wawili. Makofi na vigelegele. Wale mliofunga ndoa na msimame, ni waswali swali. Mliofunga ndoa, wale ambao mjafunga ndoa ambazo zina viraka, usubiri kwanza. Ninyi mnaoshuhudia hadi hizi, mtakuwa waaminifu katika ndoa zenu na kufanya kila mwezalo kuwasaidia hawa wawili, yani Chiza na Edita, kudumisha ndoa yao. Makofi na vigelegele kwenu wenyewe. DJ, naomba uniletee watu wanaowaleta watu hao waoane. Ni nani wanaowaleta mwanamke huyu na mwanaume huyu waoane? Tupe muziki wakati wanakuja. Sasa mwinjilisti, naomba uje hapa unisaidie kushika kitabu hapa. Naomba unipe mkono wa kulia wa huyu dada. Na wewe leta mkono wa kulia. Wampai kawe. Makofi na vigelegele. Amen. Ninyi mmemaliza kazi, tunawapongeza. Ni mwingine Muraweje hivi tayari mmaliza ukabisa hapa. Kazi zinaanza. Bwana Yesu asifiwe.